yako vizuri sana. Waswahili wanasema mnyonge mnyonge, lakini sasa vijijini mna haki ya kupewa. Tumeshuhudia kazi iliyofanyika kwenye shule ya wavulana Manyara Boys. Kwa kweli tumefurahi mpaka tumechanganyikiwa. Tunachomuomba mkuu wa mkoa, tunaomba pale pajengewe uzio, kwa sababu vijana wetu wale wengine wameanza kubalee, wameanza kukua. Wakitoka nje ile eneo tu, kesho na kesho kutwa utaletewa mtoto shuleni, utaambia mtoto wa mwanafunzi wako. Hapo vipi? Si sawa? Kwa hiyo mkuu wa mkoa, nimeomba hilo tusaidie. Lakini tumekwenda Sangaiwe, tumekuta kazi nzuri ya zahanati ambayo ina vifaa vyote ambavyo viko kwenye ofisi ya wilaya, kwenye hospitali ya wilaya. Kwa kweli na wale vijana wanatunza ile zahanati vizuri, lakini nipongeze kijiji cha Sangaiwe. Kijiji kile kina umoja na mshikamano. CCM oyee! Mgeni rasmi, tumekwenda kwenye kituo cha afya, tumeona kituo chetu ni kizuri. Kwenye kile kituo kuna tatizo, tunaomba utusaidie mgeni wetu rasmi, kwa sababu tunajua pamoja na kuwa ni mjumbe wa kamati ya siasa, uwezo huo unao. Kuna watu ambao wako ndani ya fensi ya hospitali. Ile hospitali haiwezi kuwa safi na salama kama kuna wananchi wamejenga ndani ya eneo la hospitali, na wale watu tayari wameshapewa maeneo. Ni jitihada zako sasa kutusaidia wale watu watoke kwenye ile eneo. Lakini pia tumeona kituo kile cha afya kina utunzaji mzuri, kimetunzwa vizuri. Kwa kweli mimi binafsi nimewapongeza sana, na kamati ya utekelezaji ya mkoa imeshuhudia. Lakini tunaomba kamati ya utekelezaji ya mkoa waridhie, tuandike barua ya kuwapongeza mkuu wa shule ya Manyara Boys, lakini na mkuu wa kituo kile cha afya hapa Magugu, pamoja na wale ndugu zetu wa pale Sangaiwe. CCM oyee! Tunahitaji sana kuwa na shukrani kwa vitu ambavyo watu wanafanya, lakini pia tuwashukuru sana kamati ya utekelezaji ya mkoa na kamati ya utekelezaji ya Babati vijijini. Wamefanya kazi kubwa sana, tumeshirikiana nao, pamoja na zawadi zilizotolewa hapa zote zimeandaliwa na kamati ya utekelezaji ya mkoa pamoja na kamati ya utekelezaji ya wilaya pamoja na kamati ya siasa ya wilaya. Ukiona mahali mambo yanaenda, ujue watu wanaelewana. Lakini unaulizwa, kwa nini uelewani na mwenzako ndani ya ofisi? Anaosha vyombo nyumbani kwako, anakuja kuosha vyombo, useme hajasugulia vizuri. Hebu tupendaneni katika maeneo yetu ya kazi, tuache chuki na fitina. Tutajenga chama chetu, tutafika miaka 50 tutakuwa tuna amani kubwa kuliko hiyo sasa. Lakini mkuu, naomba nikupongeze wewe sasa kwa jina lako. Kwani umeutuliza mkoa wa Manyara. Mkoa wa Manyara wanasikia habari kwa wenzao, wanasikia habari kwa wenzao, na wewe ni mwanamke, umeanzaje? Wanaume wameshindwa. Yote ni kwa sababu ulijenga mahusiano mapema. Tangu umekuja Manyara hii, mdogo ni wako, mkubwa ni wako, mzee ni wako, bibi ni wako, babu ni wako. Ndio maana amani ya mkoa wa Manyara inapatikana. Kiwa tuna afya, mbali ya kwamba tumekuja kusherehekea mwendelezo huu wa sherehe za miaka 49 tangu kuzaliwa kwa chama mama, chama dume, Chama cha Mapinduzi, lakini pia ni mwanzo wa mwaka. Naomba niwatakie wote heri ya mwaka mpya. Ndugu mwenyekiti, naomba niwashukuru sana kwa kunipa heshima hii ya kuwa mgeni katika shughuli yenu hii kubwa na muhimu. Viongozi wa kwenu kwenye mkoa wako wengi sana, lakini pia unaweza kusema staki yoyote nitasimama mwenyewe. Wewe si ndio mwenye jumuiya yako bwana, lakini ukasema ngoja tumwalike huyu mama, na mimi nikaalikwa. Kwa kweli nimealikika, nimealikika kwa kasi ya kimbunga cha Katrina. Leo nimepiga pasi gauni langu vizuri kama mnavyoona. Leo hakuna buti mwanawane, nimepiga mchuchu.
Mchuchumio, na kwa kuonyesha umuhimu wa shughuli hii nimekuja nimewapakia wanja. Wanawake UWT moto moto! Maana najua kina mama mkialikwa wote lazima mpite kwa maruoga kwenda kujipamba, na mimi leo nimejipamba. Tuko ngoma draw leo, tuko ngoma najua kama mnasubiri niingie hapa, nimepiga buti, nimekula kwenu, leo nimepiga mchuchumio. Mambo yangu na mimi leo mazuri, tuko kwenye pati ya kina mama. Ndugu zangu, maadhimisho haya ya miaka 49 tangu kuzaliwa kwa chama chetu cha Mapinduzi, ambayo kwa mwaka huu yamebeba ujumbe mkubwa: tumechagua umoja na amani kwa maendeleo ya chama chetu. Lakini mkiangalia tafasiri kubwa ya kauli mbiu hii, hata uendi kuitafuta kwa darubini. Unatafuta kwa darubini jamani? Utafute kwa darubini. Miaka 49 Chama cha Mapinduzi kimeendelea kuwa ndio chama peke yake kinachoaminika chenye misingi ya umoja na amani katika taifa hili. Lakini pia tumeona ndio chama peke yake chenye nguvu ambacho jumuiya zake zote zinaonekana bila kuzipapasa. Ukitafuta jumuiya ya vijana unaikuta imejaa tele. Ukitafuta jumuiya ya wazazi imetulia pale. Ukitafuta jumuiya ya kina mama ndio kama hivyo, kina mama tuko ndani ya ukumbi huu. Kwa hiyo ndio chama peke yake ambacho kwa kweli kimeamua kwa dhahiri shairi kutengeneza misingi imara kwa mustakabali wa maisha bora ya Tanzania. Ndugu zangu, hatuna budi kuenzi kauli mbiu hii, lakini hatuna budi kuitekeleza kwa vitendo kauli mbiu hii. Kauli mbiu hii inatusaidia sisi tutoke mbali kabisa na masuala ya vurugu, tutoke mbali kabisa na masuala ya kuhitirafiana, mifarakano. Ni kauli mbiu ambayo mwisho wa siku inaturudisha pamoja ili tuweze kutengeneza taifa na kesho iliyo bora ya Tanzania chini ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ndugu zangu, jumuiya ya kina mama UWT, naomba niwapongeze sana kwa kazi kubwa ambao wanafanya. Tukianza viongozi wetu wa kitaifa, mama mwenyekiti wetu Mary Chatanda, makamu mwenyekiti Mama Zainabu Shomari, katibu wetu kabisa ndugu Susan Kunambi, mnaona kazi kubwa ambao wanafanya ya kuwaweka wakina mama hawa karibu na kufanya wakina mama waendelee kuwa ndio tegemeo na msingi imara katika jamii. Lakini kazi kubwa ya UWT pia tumeiona katika mwaka huu uliopita ambao ni wa uchaguzi. Kwa kweli tangu naweza kufahamu Chama cha Mapinduzi na UWT yake, mwaka huu mwenzangu mmetia fola. Mwaka huu mmetia fola kwa nafasi nyingi za wakina mama wa umri tofauti, umri wa kina mama, wakati na vijana, wote wameingia kwenye nafasi za uongozi na maamuzi kwenye ngazi mbalimbali. Tulianza serikali za mitaa, tuliona vurugu la wakina mama. Tumekuja hapa kwenye uchaguzi mkuu, tumeona wakina baba ambao mlikuwa mnapumulia gesi, wanaume mpo. Tumeona mchaka. Sasa naomba niwaambie mchaka huu unaendelea, kwa sababu ndio kwanza kijua kimechomoza. UWT nawapongeza sana, kazi yenu ni njema kwa kweli na mnafanya kazi kubwa. Na kwa dhati ya moyo wangu niwapongeze UWT mkoa wetu wa Manyara, ambayo wanaongozwa na mama yangu hapa, Mama Queen, Mama Fatuma Tsea. Kazi yake ni njema. Ukimwangalia Mama Fatuma utasema hapa haendi taratibu mwenyewe, lakini vitu vikubwa sana vinakuja kwenye mkoa huu, na tumeona mabadiliko makubwa, tumeona kazi kubwa inayofanywa bila ya upendeleo. Lakini nadhani kwa nini yote haya yanatokea? Ni kwa sababu ya uongozi imara ulio juu kule, na huo sio mwingine, ni Dr. Samia Suluhu Hassan.
mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, kazi anayofanya ni kubwa, miongozo yake ni mikubwa na ni imara na ni thabiti, inayoeleweka vizuri, na ndio kwa sababu utekelezaji wake huku chini ni mwepesi. Wa maelekezo ya chama kufanyike haraka iwezekanavyo, walioko ndani ya kituo cha afya watoke, kwa sababu wameshakuwa maeneo, waondoke waende kwenye maeneo yao ili waache eneo lile liendelee kufanya kazi ya huduma za kijamii ambazo ni masuala ya afya. Lakini pia mama unaongelea kuhusiana na habari kijiji cha Sangawe. Mimi ninatamani vijiji vyote kwenye mkoa huu viende vikajifunze mambo pale. Kile ni kijiji cha mfano. Kwanza wananchi wake ni wasikivu. Ndio wananchi pekee yake hawezi kuwasikia na kwambia serikali imetuingilia. Ni wananchi ambao wakimwona kiongozi wa serikali wanashukuru kwa sababu wanakuja kupokea utaalamu na ujuzi. Ni kijiji pekee yake mama, kwa sababu tuko mambo ya chama huwezi kusikia kwamba hapa tunaharibiwa siasa, kile kijiji huwezi kusikia hiyo habari. Kuanzia viongozi wa chama mpaka wa serikali kwenye kijiji cha Sangawe wanafurahia uwepo wa chama na serikali na wanaamini 100%. Pale ukienda kwa mtu anakuja kwa kusaidia siasa pale hamna hiyo. Watu pale wanapiga pesa. Wana miradi mikubwa, utalii unawaletea fedha, utunzaji wa mazingira unawaletea fedha, mabilioni ya fedha, watoto wao wanasomeshwa huko vioni kwa umoja wao wanaofanya kwenye kile kijiji. Vijiji vingine sasa. Bwana wewe. Kaja kutuchokoza. Kijiji chetu, mimi ndio mwenyekiti wa kijiji, mimi ndio kimefanya. Sasa kijiji hakina hata sentano. Sasa mimi wenzenu wanapotengeneza pesa. Sisi tunatamani tumuone kila Mtanzania aone sana kumalizika atoke akiwa anatabasamu. Ndio maneno ya Mheshimiwa Rais haya. Kwanza wao serikali mkituona sehemu mtuamini kwamba tumekuja kuwasogezea ile tabasamu lianza kusogea maeneo yenu. Nyie ampeni kutabasamu. Ampeni kutabasamu. Hebu tabasamu nikuone kwa sura yako ikoje ukitabasamu. Naomba nikuhakikishie matamanio yote ya wana Manyara kwenye mkoa wa Manyara yatafikiwa.